Tunazaliwa tukiwa innocent, lakini tunaathiriwa na dhambi ambayo aliifanya Adamu. Kwa hiyo tunahesabiwa kuwa wenye dhambi hata pasipo kutenda dhambi, kwa sababu ya ile dhambi ambayo Adamu alikwisha kuitenda. Hiyo ikatoa sababu ya Yesu kuja duniani kwa ajili kwanza kuiondoa ile dhambi ambayo Adamu aliitenda. Yesu akailipia fidia, ndiyo maana akafa msalabani kwa ajili ya kuiondoa ile dhambi. Lakini pia akaja na utaratibu wa kutusaidia kuishinda dhambi ambayo ipo bado kwenye mazingira, dhambi inayotokana na mazingira, ambapo Yesu alitupa Roho Mtakatifu ambaye anatusaidia kuendelea kudumu katika kutenda mema na kuishinda hiyo dhambi, ili mwisho wa siku tuweze kuishi maisha ambayo ni mazuri, maisha matakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu. Dhambi siku zote ni mauti, na usipoishughulikia dhambi, manake maisha yako yatatawaliwa na mauti. Lakini unapompokea Yesu ndani ya maisha yako, unakaribisha uzima, sio uzima tu, tena uzima wa milele. Kuna umuhimu mkubwa wa kila mwanadamu kumpokea Yesu, kwa sababu usipompokea Yesu hakuna namna ambavyo unaweza kuishinda dhambi. Narudia tena, usipompokea Yesu katika maisha yako, hakuna namna ambavyo unaweza ukaishinda dhambi katika maisha yako. Na usipoishinda dhambi, maana yake unatawaliwa na mauti, na mwisho wa hiyo mauti ni katika jehanamu ya moto. Kwa hiyo ni vizuri sana unapoendelea kuishi hapa duniani utambue kwamba unamhitaji Yesu kwa namna yoyote ile. Unamhitaji Yesu ili uweze kuwa na maisha ambayo ndani yake yana uhakika wa uzima wa milele, na wakati ni sasa.